Karibu sana kwenye mashua ya habari, safari ya ukweli, uchambuzi na mitazamo isiyo na hofu. Leo tunazungumzia gumzo linalotikisa siasa za Mlima Kenya. Kauli ya naibu rais Rigathi Gachagua, ambaye sasa anasema wazi kuwa ni wakati wa jamii ya Mlima Kenya kumuunga mkono rasmi kama kiongozi wao mkuu, kingpin wa eneo hilo. Wiki hii akiwa kwenye mkutano wa hadhara kaunti ya Nyeri, Rigathi Gachagua alitoa wito kwa viongozi na wananchi wa Mlima Kenya kumtambua rasmi kama msemaji wao mkuu kisiasa. Gachagua alisema na nukuu, siasa ni heshima na heshima hupewa kwa kiongozi anayepigania watu wake. Mimi nimepigania Mlima Kenya ndani ya serikali hii. Sasa nataka ninyi mnitambue kama kiongozi wenu. Mwisho wa nukuu. Kauli hii imezua mjadala mkali, huku baadhi wakisema ni haki yake kama kiongozi wa ngazi za juu zaidi kutoka eneo hilo, lakini wengine wakionya kwamba haraka yake kutafuta cheo hicho inaweza kugawanya Mlima Kenya kwa siasa, inaweza kugawanya eneo kisiasa. Watazamaji wengi wanasema Gachagua amejitengenezea nafasi ya kisiasa mapema kuelekea mwaka 2027, huku wengine wakiona ni njia ya kujihami kisiasa dhidi ya wanasiasa vijana wa Mlima Kenya kama Kiharu MP Ndindi Nyoro wanaochipuka kwa kasi. Kumbuka, katika historia ya Mlima Kenya kumekuwa na viongozi waliotambulika kama kingpins, akiwemo hayati Mwai Kibaki, rais mstaafu Uhuru Kenyatta na kabla yao mzee Kenneth Matiba. Lakini sasa je, enzi mpya Gachagua imewadia? Kwa sasa Gachagua amekuwa akijidhihirisha kama mtetezi wa maslahi ya wafanyabiashara, wakulima wa kahawa na wakazi wa Mlima Kenya, akijaribu kuunganisha eneo hilo nyuma yake. Hata hivyo, ndani ya chama cha UDA kunasemekana kwa mvutano kati ya makundi yanayomuunga mkono yeye na wale wanaomuunga mkono Rais William Ruto kama kiongozi pekee wa taifa bila nafasi ya kingpin wa eneo. Anaposema anataka mlima usimame naye, Gachagua anazungumza lugha ya utambulisho wa kisiasa, lakini pia anajaribu kulinda heshima yake katika serikali ambayo inasemekana kumpa changamoto za kisiasa. Je, Mlima Kenya utamkubali Gachagua kama msemaji wao, au tutashuhudia kizazi kipya cha wanasiasa wakiinuka na kuanzisha enzi mpya ya uongozi bila kingpin? Hayo ndiyo maswali yanayotawala vichwa vya habari, huku wapiga kura wa eneo hilo wakitazama kwa makini kila hatua anayoichukua naibu rais huyu mwenye sauti ya uthabiti na misimamo mikali. Na safari ya siasa bado inaendelea kutoka Mashua TV Kenya. Hii ilikuwa Mashua ya habari. Mimi ni Isa Mashua, tukiendelea kupepeta upepo wa ukweli, kwa sababu kweli kipeperushwa na mashua hufika mbali.